Ureno na Kongo zatunishiana misuri, Ghana yaichapa Panama. Kampeni za mataifa ya Afrika katika michuano ya kombe la dunia za mwaka 2026 zimeanza kwa kishindo kikubwa asubuhi ya leo, huku kukiwa na mchanganyiko wa furaha ya ushindi wa dakika za mwisho kwa upande wa Ghana na dharuba ya sala ya kihistoria kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya miamba soka kutokea Ureno. Michuano hii inazidi kushika kasi nchini Canada na Marekani, inaendelea kuacha maswali mazito kwa magwiji wa soka duniani, huku vijana wa Afrika wakionyesha ukomavu mkubwa uwanjani. Hasa wawakilishi wa Afrika Magharibi Black Stars ya Ghana wameanza vyema kampeni yao ya kundi A baada ya kupata ushindi mwembamba lakini muhimu sana wa bao 1-0 dhidi ya Panama katika mchezo uliopigwa jijini Toronto. Mchezo huo ulikuwa mkali na wenye ushindani wa hali ya juu, ambapo Ghana ililazimika kupambana bila kiungo wao tegemeo Thomas Partey, ambaye hivi karibuni alinyimwa visa ya kuingia Canada na mahakama kuu ya Ottawa kutokana na kesi zake za kisheria nchini Uingereza, ambapo shujaa wa mchezo, wakati mashabiki wakiamini mchezo huo ungemalizika kwa suluhu, mshambuliaji Selebi Yerinki aliwainua mashabiki wa Ghana vitini baada ya kufungwa bao la ushindi katika dakika 5 ya nyongeza wa muda majeruhi, yani 95+ na kuzibua milio ya furaha kote Accra pamoja na Toronto. Lakini game ya pili ilikuwa ni Congo DRC yailazimisha Ureno sale, ambapo Cristiano Ronaldo amezimishwa kimya kabisa. Katika mchezo mwingine ambao ulikuwa umeshuhudia historia mpya ikianza benchi hadi uwanjani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepata alama moja ya dhahabu baada ya kutoka kwa sare ya 1-1 dhidi ya miamba ya Ulaya Ureno. Mchezo huo ulikuwa maalumu kwa nahodha wa Ureno Cristiano Ronaldo, ambaye ameweka rekodi kuwa mchezaji mwenye umri mkubwa zaidi kuwahi kucheza katika historia ya kombe la dunia. Hatua hiyo, ukuta mgumu wa chuma wa Kongo ulifanikiwa kumdhibiti vikali Ronaldo, ambaye kung'ara kabisa usiku wa leo na kuanza nchi hiyo zikigawana alama 1-1 katika mchezo huo wa ufunguzi. Lakini tatu ni karamu ya mabao, ambapo England pia imechapa Croatia goli 4-2. Moja ya mechi zilizovutia hisia za wengi kufikia asubuhi ya leo, katika usiku wa kuamkia asubuhi ya leo, ni mtanange wa kundi B kati ya England na Croatia, ambapo Simba watatu wa England wamebuka na ushindi mnono wa mabao 4-2 dhidi ya 2 dakika 90 za michezo, ambapo England wameonyesha nia ya wazi ya kutaka kufika mbali msimu huu kufuatia safu yao ya shambuliaji kwa makini na kutumia kila nafasi walioipata uwanjani. Wakati msisimuko wa hat-trick ya Lionel Messi dhidi ya Algeria ukiendelea katika kombe la dunia, ratiba asubuhi hii inahitimishwa kwa mchezo mwingine mkali unaopigwa sasa hivi kati ya Azerbaijan na Colombia. Swali ambalo watu wengi wanaliacha mdomo wazi ni, unaona kikosi cha Ghana kina nafasi ya kuongoza kundi hili kufuatia ushindi huu wa mapema wa Selebi Yerinki, au kukosekana kwa Thomas Partey bado kutaumiza timu hiyo kwenye mechi ambazo zinafuata dhidi ya timu kubwa?